wapendwa, siku ya leo tumejawa furaha na shukrani tunapoadhimisha na kushuhudia muujiza na uaminifu wa Mungu aliyemuumba na kumtunza padri wetu mpya Amedeus Mwamkamba. Naomba tumpe Mungu sifa na shukrani. Hongera sana baba padri, shamesha mobia, shamesha tata. Baba padri mpya anapenda kuungana na Mtakatifu Paulo akisema anamshukuru Mungu kila anapowakumbuka jinsi mlivyomsaidia na anawaombea kwa furaha katika sala zake. Neno la kwanza siku ya leo ni shukrani. Shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa wema, matunzo na uaminifu wake. Naomba tena tumpe Mungu sifa na utukufu. Padri Mwamkamba anawashukuru wazazi wake, Baba Josephat na Mama Gema. Naomba msimame tuwashangilie sana. Asanteni kwa matunzo mazuri na mazingira mazuri yaliyomwezesha mtoto huyu akaweza kuelekea kwenye wito ambao Mwenyezi Mungu alimwitia. Asante sana wazazi, Mungu awabariki sana. Tena anawashukuru ndugu zake wa kuzaliwa. Naomba msimame chapu, anachangamka. Asante sana. Anawashukuru kwani ndugu tunaozaliwa nao wanachangia sana kwenye maisha yetu. Asanteni sana. Unaweza mkamkatia tamaa, lakini mlitia moyo wakaendelea na safari ya wito. Mungu awabariki sana. Asante ndugu wa kuzaliwa. Tunawashukuru walezi wote, wale waliomlea tangu walipoanza kujitambua, ameingia chekechea, utoto wa Yesu, shule ya primary, sekondari, kote huko mpaka seminari kuu. Wale mliokuwa ambao mmelea kijana huyu padri wetu mpya, naomba msimame tuwashangilie. Wale wote ambao sasa, naomba tuwashangilie walezi hawa wenye wana nafasi ya pekee. Tunapaswa tuwapigie tena makofi mengi. Tunawashukuru wafadhili, marafiki na wote waliomsaidia kufikia daraja takatifu ya upadri. Wote hao tunawaambia asanteni sana. Kakesheni we. Leo tunatafakari kuhusu padri. Amefikia wito, amefikia upadri. Basi ni nini hiyo? Padri nani? Padri ni mtu. Padri nini? Ni mtu. Sisahau hilo, maana huwa mnasahau. Padri ni mtu, tena mwanamume aliyeitwa kati ya wanadamu kwa ajili ya mambo ya Mungu na wanadamu. Kwa ajili ya mambo ya nani? Ya Mungu na wanadamu. Na ni Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe anayechagua mtu kutoka katika familia ya kibinadamu, amweke wakfu, amtenge kwa ajili ya kazi ya ufalme. Kupitia sakramenti ya daraja aliyopata, ilivyoshuhudia pale Kristo mfalme, alipata mamlaka ya kuongoza, kufundisha na kutakatifuza watu wa Mungu. Baba Benedikto wa 16 akiwa anafunga mwaka wa padri mwaka 2010, katika mahubiri yake aliwaambia mapadri, upadri sio ofisi, upadri sio kazi, bali ni sakramenti ambayo Mungu anatumia sisi wanadamu kwa ajili ya familia ya Mungu. Kumbe Padri Amedeus ametengwa na Mungu kwa ajili ya utume maalum. Wale mliokuwa mnamzoea, mnamtania, namwita Amede Mwamkamba, ukome kuanzia sasa. Huyu ni padri, ni baba, ni tata. Unasikia? Sasa tena mbona cheza wote zamani? Huyu ni padri. Padri, ongera sana. Ongera sana. Tumshangilie. Katika karne yetu hii, kanisa, waamini na jamii inatamani padri wa namna gani? Katika karne yetu inatamani padri wa namna gani?
Na hii wazo nimeliendeleza baada ya kumuuliza bibi mmoja, bibi mzee kabisa, bibi, ungependa padri aweje? Akasema awe mtu wa Mungu. Akamwambia umesemaje? Akasema awe mtu wa. Nikajiuliza maana yake ni nini? Kwani tayari si mtu wa Mungu? Sasa kwa nini bibi huyu aseme awe mtu wa Mungu? Nikaenda kuwaza hili wazo, nikaliendeleza polepole, tafakari siweza kulimaliza, lakini hicho kufikiria sana. Bibi anasema tunapenda padri awe mtu wa, lakini mtu wa Mungu tayari. Sasa ndio tusemeje? Lakini ana kitu, ana ujumbe fulani. Na ninyi waamini na jamii inapenda padri awe mtu wa Mungu. Na ndivyo anavyomuona. Ndivyo anavyomuona kutarajia awe. Sasa nikawaza mtu wa Mungu ni nini? Nikaenda nikasoma waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 11. Anasema, "Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo haya." Hakuyataja mambo haya. Lakini akasema utafute haki, utaua, imani, upendo, shauri na upole. Huyo ndio mtu wa nani? Ndio mtu wa Mungu huyo. Lakini Biblia alimaanisha Biblia hapa na vingine. Hivyo baba padri, waamini kanisa, waamini unaowaona na ambao waone hapa wanatamani wakuone padri mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ambaye watamshirikisha mambo yao na waunganishe na Mungu, na hiyo ndio maana yake. Somo la kwanza limedokeza juu ya Elisha ambaye aliaminiwa na familia aliyotembelea. Familia ikamwandalia mahali kwa kupumzika anapokwenda kwenye utumishi wake. Lakini ninachoona kwenye lile somo ni lile wazo la huyo mama aliyesema, huyu mtu anayepita kwetu tunamuona ni mtu wa Mungu. Kama ni mtu wa Mungu tumkirimu, tukae naye, tumkaribishe nyumbani kwetu. Wakamwandalia kajumba kadogo dirishani ukutani hapo, akipita analala, kaweka hapo taa, kitanda na vitu vingine, akapita analala, aendelea na utumishi wake. Kumbe napata wazo kwamba ukiwa mtu wa Mungu utaaminiwa mengi sana. Ukiwa mtu wa nini? Chamana tu waone wasiwe ni mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Watakuomba sana. Kuna mtu wa Mungu anakuomba, wewe ni mtu wa Mungu, unaongea na Mungu wewe, tunaomba tuombe. Hawakuombi pesa kwa ajili, wataomba sana. Watakuomba sana. Na hilo ni muhimu sana. Na padri kuwa mtu wa Mungu maana yake ni nini? Ni nini? Maana yake anafanya yale ambayo wengine hawezi kufanya kwa nguvu zao. Pale unaposimama altareni, watamka maneno ya mageuzo kati na divai au kutamki mwenye Yesu anaongea kupitia wewe. Ndio maana unasema huu ndio mwili wangu. Hasemi huu ndio mwili wake, anasema huu ndio mwili wangu. Mtu wa Mungu huyo. Mtu wa Mungu. Na kama ni mtu wa Mungu, ukae naye bali pia usimchezee mtu wa nani? Mtu wa Mungu. Jamani muumini, simchezee mtu wa Mungu. Ni mtu wa Mungu huyo. Amewekwa pembeni kabisa kwa ajili ya matumizi maalum. Anapoinua mikono yake kuondolea dhambi, kuondolea dhambi, ni huruma ya Mungu inashuka kupitia yeye. Ndio maana anasema nani na kuondolea dhambi zako kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Unaitikia? Asemi naye na kuondolea. Nani na kuondolea? Mtu wa nani huyo? Mtu wa nani? Wana wameshaanza kusinzia jamani saa hizi. Mtu wa nani? Wa Mungu, mtu wa Mungu. Maisha ya mtu wa Mungu, yaani maisha yote yanamwelekea Mungu katika sala na ibada. Ninamsoma Mtakatifu Gregori wa Nazianzi anasema hivi, kwanza lazima mtu atakaswe kabla ya kutafuta kutakasa wengine. Lazima awe karibu na Mungu kabla hajawavuta wengine kwa Mungu. Kuendana na baba huyu wa kanisa, padri hawezi kuwa mtu wa Mungu kama hana maisha ya ndani sana ya sala. Anapaswa kuwa taa inayowaka kabla haijawaangazia wengine. Ndicho wanachotamani watu karne hii. Watu wakuwa tamani wakuone hivyo. Waone mtu wa Mungu anayetakasa na kutakasa wengine. Na mtu wa Mungu huyu padri atawaliwe na neno la Mungu. Tawali Jeroni anasema padri lazima asome maandiko matakatifu mara kwa mara. Mikono yake na midomo yake vinapaswa kuonesha kile anachokifundisha. Mtakatifu Chrysostom kwenye kitabu chake kinaitwa On the Priesthood anasema utume wa padri unafanyika duniani. Unafanyika wapi?
unamwongelea. Unafanyika wapi? Lakini ina mpangilio wa mbinguni. Inafanyika duniani kila mpangilio wa mbinguni. Hadi anasimama madhabahuni kutoa dhabihu takatifu, lazima awe msafi kana kwamba yuko mbinguni katikati ya malaika. Mtu wa Mungu huyo anasimama madhabahuni hapo, mtu wa Mungu. Na padri anapaswa kuwa mtu wa Mungu kwa kuwa amekabidhiwa mamlaka ambayo Mungu hakuwapa hata malaika, mamlaka ya kusamehe dhambi na kuadhimisha Ekaristi takatifu. Kwa muhtasari, baba padri, kulingana na maandiko matakatifu na baba watakatifu tuliowazungumzia na ambao tutawazungumzia, padri anakuwa mtu wa Mungu anapoweka maisha yake yote mikononi mwa Mungu. Mikononi mwa nani? Kupitia sala, utii, usafi wa moyo na huduma ya kujitolea kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Hivyo ndiyo tamaa ya ulimwengu wa sasa. Nasi tunakuombea padri uwe mtu wa Mungu na mtakatifu. Mwambieni uwe mtu wa Mungu na mtakatifu. Waumini mwambieni padri uwe mtu wa Mungu na mtakatifu. Basi wakipata hicho mengine yote ataenda. Wakiona hilo mengine yote baba tutafanikiwa. Inahitimisha hivi. Katika kutenda kazi ya padri, kuhani hukutana na changamoto nyingi sana. Tataja chache tu kwa sababu tuwezi kuzimaliza. Changamoto ya kwanza, tumefuatilia mambo ya habari siku za karibuni, kulikuwa na kikao cha maaskofu wa ukanda wa Afrika Mashariki. AMESEA na mababa askofu wamekaa kule Nairobi kwa muda wiki nzima wakijifunza AMESEA na vijana walipata nafasi ya kuongea na baba askofu, wakawaeleza shida yao moja kubwa. Wanasema hatuwapi nafasi kwenye kanisa na kwenye jamii, tumewasahau. Na ndio maana wanalalamika. Si mnafahamu jenzi? Wakiamua hapo wanaandamana sasa, hata kabisa iko ndio wanaandamana sasa, wakiamua hapa kanisani kwa bembeleza tu watulia hapa kanisani. Jenzi mpo? Unajua ametikia huko. Kumbe hakuna majenzi, msiangalie kumbe kuna watu wa Mungu, msiwaite jenzi mabaya. Watu wa Mungu kumbe na msiwaite majenzi. Sasa wakasema wana changamoto kubwa sana. Changamoto hiyo hatuwapi nafasi kwenye maisha. Inawezekana kweli na uongo. Vijana hawa pia tukiwaita hawaji. Lakini wanatushtaki kwamba hatuwapi nafasi kanisani. Tuambie waje kanisani ya changamoto. Sisi tulikasema tukabuni mkakati kwamba tuanze misa ya vijana. Na misa ya vijana ifanyike saa 11 kamili ili wasali misa wapate nafasi kama wana usafiri, wanaita maafisa usafiri bodaboda. Usiwaite bodaboda. Ni maafisa usafiri wanaitwa siku hizi. Siwachanganye na bodaboda ni kitu kingine. Ni maafisa usafiri. Wakasema usafirishaji, sio usafiri, sio usafirishaji. Wakasema tukafikiri kwamba tukiwaleta misa saa 11 watasali misa, alafu wataondoka kupeleka watu huko na kule. Wao tena wakaleta watu kanisani wakaenda kulala. Hapo misa ikishakuja kuwachukua kuwapeleka nyumbani, tukasema tumeshaharibu. Kwa hiyo pamoja na kwamba changamoto hiyo, baba padri umekuwa padri katika mwanga huu wa AMESEA, wape nafasi vijana. Hapo bahati nzuri umepangwa seminarini, wako pale. Anza na wale pale. Wao ni Mungu kwamba kumbe kanisa linawajali na linawapenda. Changamoto ya kwanza. Ya pili ni padri na teknolojia. Watu wanaamini sana teknolojia siku hizi. Wanakwambia naamini akili mnemba. Kila kitu uliza, simu itakwambia. Nasema Google. Na Google. Kitu yote unasema Google kule. Lakini Google ila nguvu, yani sio ya kuuliza huko. Sio binadamu, ni mashine. Na mashine haiwezi kufanya kazi ambayo mwanadamu anafanya. Na hiyo mashine mwanadamu ametengeneza kwa akili yake. Kwa hiyo usipe nafasi ya kwanza kuliko akili ya mwanadamu na nguvu ya mwanadamu. Yaani Baba Mtakatifu Leo 14 ameandika encyclical muhimu sana, Magnificat Humanitas. Tujifunze kwamba teknolojia hii haiwezi kumtawala mwanadamu, bali mwanadamu hawezi kufanyaje kuitawala, na haina majibu yote. Na hapa mfano tulikuwa tunauliza AI, tunamwambia AI, mimi naitwa Padre Furaha, niko naishi parokia hii hapa, kituo cha nataka kuosha gari ni chafu, nataka nikalioshe. Gari nini? Ni chafu, nataka nikalioshe, lakini mahali pa kuosha gari ni karibu sana hapa ninapokaa. Je, nifanyeje? Unajua nijibuje?
nenda tu kwa mguu kwa sababu ni karibu hapo. Sasa gari utaoshaje gari tunajaribu kwa miguu? Kwa hiyo haina akili ya kutambua inapaswa kupeleka gari pale ilioshwe. Inasema kwa nini karibu nenda kwa mguu tu hapo, gari itakuwa limeoshwa. Litaoshwa gari? Nataka kusema kimoja tu kwamba haiwezi kufanya kazi ya binadamu. Unakutana vijana ambao wanaamini hiyo kwa kweli, basi uwafundishe changamoto hiyo. Lakini utakutana watu wema wengi fadha, na kuhakikisha utakutana watu wema wengi mno, na nimeshakutana wengi sana. Watu wema utakutana wengi sana. Hawakosekani wachache, lakini wanafujo. Kuna vichache vinajua kutunga stori za uongo, na kutunga stori inaaminika. Bado utakutana nao hao. Utakutana wengi wema wanakupenda, wapapadi, wanafurahi unapofanya utume wako. Lakini utakosa wanafiki wawili watatu waongo kuliko shetani. Anaweza kutunga story ambayo ipo dunia yote na watu wakaiamini. Sasa jamani, hilo nalo waamini tuyaache. Mapadi wetu ni watu wa Mungu, tuwapende na tuwatunze. Tusiwatungie story za uongo. Sawa? Watunga story mpo? Kabla wasimame hapo watasimama. Baba utakutana nao, lakini songa mbele kwa dhamiri njema. Bado umepangwa St. James. Watu tumpongeze kijana wetu, anaenda kuwa mlezi wa seminari. Na kuhakikishia mambo yafuatayo. La kwanza, wanafunzi watakupa jina tu lazima. Hilo uwe na uhakika. Wapa jina gani? Hilo tuache, ni kazi yao. Lakini jina utapata fadha, jina utalipata. Mimi nikaa pale miaka 6 nafikiri na jina, mwingine sikuyajua, mwingine wala usikutishe, wewe utapata jina. La kwanza. Cha pili, kila somo utakalofundisha utakosolewa. Kifundisha hesabu, wale walimu wa hesabu. Wao mnasumbua vile walimu wa hesabu kwa hapa. Walimu wa hesabu. Kufundisha hesabu na Mkamba, unawaambia wanafunzi tafuta x. Yaani kiswali maandikwa x jumlisha 2x sawa na 10. Unawaambia tafuta x. Mwanafunzi anasema mbona iko hapa hapo ndio tafuta hapo mwalimu? Shida kwanza hiyo kwanza. Mbona x iko hapa? Fine x wapi tena iko hapa? Hata ikifikiria kwamba x jumlisha sawa na 10, atoisi yale mbili ya x. Hiyo hataki. Anasema mbona x iko hapa? Ya changamoto ya kwanza. Ya pili, kufundisha jiografia ndio utakuwa ngumu zaidi. Jiografia. Unafundisha mpaka unafikiri maelewa na kuuliza huyu mwalimu, unaposema dunia inazunguka, mbona tuko hapa hapa? Mbona tujafika Ulaya muda wote tungeenda Ulaya? Sisi inazunguka. Mbona hapa tunabaki inazungukaje? Kwa utakusumbua sana fadha. Lakini yapokee kwa upendo na kwa wema. Na swali lingine ni lile ambalo watu wanalichukia. Kwenye mahesabu kuna kitu tafuta sehemu iliyotiwa kivuli kwa ajili ya nini? Tafuta sehemu iliyotiwa kivuli kwa ajili ya kitu gani? Basi pale unapoenda kwenye shule ya malezi na hayo utakutana nayo ni ya kwako, yapokee kwa upole. Na siri ya jina bado, wakikuta jina lote wewe lipende wanaliacha. Ukilichukia watakuita mpaka siku ya kufa. Padri mpya amesali misa ya Bikira Maria aliye mama wa mapaji. Na moto yake nitamka mara nyingi na kurudia. Mimi ni mtumishi wa Bwana, kama ulivyo nena. Amejisimika hapo. Yuko tayari kwenda kwa utii wote kama ule wa Bikira Maria, akubali mapenzi ya Mungu. Anataka kusema hivi kwamba maisha yake ya upadri atamtegemea mama Bikira Maria. Na baba padri ukimtegemea mama Bikira Maria hutatindikiwa na chochote. Ni mama huyo alisema hawana divai na wakapata basi. Huyo kama naye fadha, kama huyo mama, yawe mama yako. Amekabidhiwa kwetu kwa nafsi ya mwanafunzi Yesu aliyempenda. Tazama, huyo ndiye mama yako. Ni mama wa kweli huyo. Huyo ndiye mama wa kweli ambaye hana uongo, anayeaminika. Wakijitokeza mama wa kujitolea, achana nao. Wengine ni waharibifu. Kuna wema wengi na wengine waharibifu. Kwa hivyo ukamata na Bikira Maria hakuna mahali pengine. Mwisho, upende upadri, udumu katika upadri, na maisha yako yote uwe mtu wa Mungu na mtakatifu. Hongera sana padri na Mwenyezi Mungu akubariki.